neno linatuambia tusikie sauti ya Bwana, maana yake zipo sauti zingine ambazo sio za Bwana. Maana yake kuna sauti za wanadamu, kuna sauti za Mungu, kuna sauti ya shetani, kuna sauti hata yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuna masikio ya nje haya tunasikia, lakini kuna masikio ya ndani. Ndio maana wakati mwingine hata tunapoomba, watu wengine wanasema Mungu tupe masikio ya kiroho, tupe macho ya kiroho, ili kile kinachotakiwa tuweze kukifanya. Haleluya. Sikia sauti ya Bwana. Bahati mbaya tulisikia sauti ya Bwana tukaiacha sauti ya Bwana. Tunaishi kwa sauti za watu. Wote tumesikia watu wakisema Paulo alishona mahema. Ndio, alishona mahema. Katika kazi ya Bwana, Mungu hakumwagiza Paulo ashone mahema. Ni ile hali aliyokutana nayo katika utumishi wake. Sasa hiyo sauti sio agizo la Mungu kwamba Paulo nenda kashone mahema. Leo watu hatutoi sadaka, na kama ni kutoa, tunatoa si vile ambavyo Mungu anataka. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Sadaka, nguvu ya sadaka inakusogeza karibu na Mungu. Nguvu ya sadaka inakufanya ubarikiwe. Nguvu ya sadaka inakufanya utakasike. Kumbe swala la sadaka sio mali, sio hela tu. Unaweza kutoa vitu vingi, unaweza kutoa vitu vyovyote, hata kujitoa kwako wewe kuja hapa. Rumi 12 ni sadaka pia, ni dhabihu. Aitumia neno dhabihu kwa sababu sadaka za kuteketezwa zilikuwa zinaitwa dhabihu. Kwa hiyo kujitoa kwako, kuna sadaka ya mali, kuna sadaka ya muda, kuna sadaka ya nguvu au mwili, kuna namna hata sifa ni sadaka mbele za Mungu. Sasa sadaka hizi hazikuwekewa muda kwamba siku fulani tu tangu kanisa lilipokuwa au tangu mpango wa Mungu wa ibada ufanyike, watu walikuwa wanatoa sadaka kila siku. Hebu tuisikie sauti ya Bwana sasa. Tuitoe hata miili yetu kwa kazi ya Bwana. Hebu tuisikie sauti ya Bwana. Tutoe sadaka. Ndio maana tunasoma kwamba mtu hukubaliwa kwa vile alivyo navyo, sio asivyo navyo. Vile ulivyo navyo ndivyo vitakavyo kufanya ukubalike na Mungu, lakini unatoa namna gani? Haleluya. Amen. Inaweza ukatoa sivyo ndivyo. Ndio maana hata watu wa Agano la Kale, kwa mfano, waliambiwa wasilete vilema, wasilete vipofu, wasilete wagonjwa. Vile vilikuwa ni vitu, aidha mbuzi au kondoo au ng'ombe. Unapoenda kumtolea Mungu, usimtolee kitu kisichofaa. Hebu itazame. Maana sisemi sadaka sasa, changizo hiyo nayo ito haifanani na kilema. Tuchukue mazingira yale ya Agano la Kale au mwanzo wa kanisa iliyokuwa naanza. Je, sadaka, changizo hiyo naitoa haifanani na kilema? Hofu ya Mungu huwa haipo. Wakati mwingine unaenda kuhesabu hela, unakuta nusu haipo, kipande noti, kipande hakipo. Kipo kipande ambacho hakikubaliki, ni cha kutupa, lakini mtu ametoa. Siku moja nilikuwa naongea na kijana pale. Habari ya kutoa ni heshima mbele za Mungu. Habari ya kutoa inakuweka karibu na Mungu. Habari ya kutoa inakupa baraka. Vijijini huko wanapoishi, sehemu zingine, watu wanaandaa chakula tu, wapita njia, wafanya nini, wanakuwepo. Na utakuta hawapo hata watoto katika familia zingine, lakini ile kaya haikosi watoto kucheza pale. Jina Bwana libarikiwe. Na kadri wanavyotoa ndivyo wanavyobarikiwa na kuzidi
kusilishiwa. Wapita njia wengine huko vijijini, tuliozaliwa vijijini, wanaambizana kwamba sehemu fulani ndio papulari, unapotembea ukalale sehemu uwafahamu. Lakini tuliambiwa na familia zingine wagusi. Wanaongea na kijana mmoja, je, umeoa? Akasema ndio, nimeoa. Nikamuuliza, baba mkwe wako akija umewahi mpa 500 kwamba ikusaidie hiba? Alicheka sana, haiwezekani. Je, kwa Mungu vipi? Haleluya, amen. Kama ni baba mzazi, kama ni baba mkwe, kama ni mtu wa heshima, huwezi ukampa kitu duni. Unampa kitu ambacho kinalingana na hadhi yake, kwamba hata kikamsaidia hata kidogo. Pengine nauli ya kutoka hapa mpaka Uyole ni 2,000, lakini wewe ukampa 5,000, 10,000 nauli kusaidie. Je, kwa Mungu mwaifanya hivi?